uhai ndani ya lile dongo. Alipoingiza uhai ndani ya lile dongo, dongo likaja likapuliziwa roho, roho ambayo yatokana na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ilmu yake na hikma yake. Dongo ndo likaweza kuona, likaweza kusikia, likaweza kunusa, likaweza kutoa sauti kwa koo lake, likaweza kuinuka na kukaa, likaweza kuinuka na kusimama na kutembea, likageuka nyuma, kulia, kushoto. Dongo likaweza sasa. Mwili wa mwanadamu asili yake ni udongo, na udongo wenyewe umetajwa ni udongo wa sulala, na Qur'ani imesema mpaka katika tabaka la ardhi unapopatikana udongo wa sulala, min hama'in masnuni, katika matope yalikuwa meusi yaliyovunda. Jumlisha kitu kinachoitwa uhai, jumlisha kitu kinachoitwa roho, kinapatikana kitu kingine hapo kinachoitwa nafsi. Unapokuja kuondoshwa ule uhai ndani ya lile dongo, roho inatoka, inarudi ilikotoka, na ule mwili unarudishwa ulikotoka. Hapo ndipo inaposemwa kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja mauti. Pale nafsi inakuwa imeonja mauti. Sasa wanasayansi wamekubali, watu wa kemia, ya kwamba ni hakika kabisa kwamba mtu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, na ushahidi wa kwanza wa kikemia wamekuja kupata katika mwili wa mwanadamu kuna chembe chembe za kiardhi, kuna elementi za kiardhi karibu 27 katika mwili wa mwanadamu zipo, kukuonyesha wewe ni nani, umetolewa wapi, uko wapi, unapelekwa wapi, na nini mwisho wa uko unakopelekwa. Hapa Mwenyezi Mungu amemwonyesha mwanadamu. Katika mwili wa mwanadamu kuna chembe chembe za kiardhi karibu 27, wanakemia wameziona. Katika mwili wa mwanadamu kuna oxygen, kuna carbon, kuna hydrogen, kuna nitrogen, kuna calcium, kuna phosphorus, potassium, sulfur, chlorine, magnesium, silicon, iron, copper, zinki na kadhalika na kadhalika. Hizi ni elementi za kiardhi, zinapatikana chini ya ardhi. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Yule ni nani? Mimi na wewe na yule ni kipande tu cha udongo kilichochukuliwa katika udongo. Na sasa hivi kipande hiki cha udongo kinatembea juu ya udongo, kinalala juu ya udongo, kinaamka juu ya udongo, lakini itafika mahali ni lazima thumma amatahu fa akbara, kitafishwa, kitarudishwa tena kwenye udongo kilikochukuliwa. Na wanasayansi wanasema ardhi haipungui. Kile kiasi kilichochukuliwa katika udongo ndio kile kinachorudishwa. Thumma amatahu fa akbara, tunapofishwa pale tukaingizwa tena kwenye ardhi, kile ndio kiasi cha udongo kilichochukuliwa ndio kinarudishwa tena kule kule. Huu ni ushahidi wa kwanza wa kisayansi ya kwamba mimi na wewe na yule ni kipande tu cha udongo, ni kipande tu cha ardhi kilichukuliwa kwenye ardhi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana na udongo tulikuumbeni, na katika udongo tunakurejesheni, na katika udongo tutakutoweni tena. Sio tutakuumbeni, tutakutoweni tena. Kuumbwa ni kule kule kwa mara moja tu, yani mara ya kwanza alivyotuumba, basi mpaka ule mfumo wa mara ya mwisho, namna ya kutoka katika makaburi tayari tunao. Inasubiriwa sisi tufe tuingie makaburini. Pale itakuwa ni amri tu kwamba tokeni, tutatoka.
Katika wiki ya 5 mwanadamu alipokuwa anaumbwa ndani ya tumbo la mama yake, baada ya kutunga ujauzito wake, ikifika wiki ya 5, madaktari kipindi hiki wanakita primitive streak. Anaumba kwanza pale ufufuo. Wiki ya 5 anachokifanya pale ndani ya tumbo la mama, anaumba ufufuo. Madaktari kipindi hiki wanakita primitive streak. Anaumba ufufuo, ya kwamba huyu tunayemuumba hapa akikamilika, huyu akaja kwenye mgongo wa ardhi akaishi. Tunataka thumma amatahu fa akbara, tunataka afe tumuweke kwenye, arudishwe tena kwenye ardhi. Tunataka thumma idha shaa anshara, kisha tukipenda tunataka tumfufue. Atafufuka vipi pale? Tutamtoa vipi pale? Namna ya kurejesha kiwiliwili chake, ameshasambaratishwa na ardhi. Turejeshe pale uhai wake, ili ile roho ije tena iingie katika kiwiliwili husika, aweze kutoka katika kaburi. Jambo lile linafanyika wiki ya 5. Kwa hiyo kila anayezaliwa akitoka katika tumbo la mama yake, alikuwa kwenye ufu, akatolewa kwenye ufu, akaletwa kwenye uhai, na pale anapozaliwa ufufuo wanao mwenyewe. Anasubiria afe tu. Ule mfumo wa kutoka kule kaburini tayari anao mwenyewe, na ule mfumo unakwenda kuwekwa baina ya mfupa wa mwisho wa shingo na mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo. Pale kuna kuwa na kitu kama pingili za mwiba wa samaki ule mkubwa, ule wa katikati. Zile pingili zinakuwa 4, ndio zinakwenda kuchomekwa pale. Mwenyezi Mungu amezieleza hizi katika sura ya 17 Bani Israila, aya 13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Kila mwanadamu tumemwekea katika kiwiliwili chake sehemu inayoonyesha mema yake yule mwanadamu na mabaya yake. Kuna kitu katika kumuumba kwake Mwenyezi Mungu mwanadamu, Mwenyezi Mungu amekiweka hicho kitu katika mwili wa mwanadamu. Kitu hicho kina uwezo wa kuonyesha mema yake yule mwanadamu na mabaya yake yule mwanadamu, yanaonekana. Itakapotakiwa kuonyeshwa mema yake na mabaya yake aliyoyatenda, yataonekana. Mfupa huu kisayansi, kibiolojia, kidaktari unaitwa coccyx. Kiswahili unaitwa fupa ndugu. Mfupa huu unakuwa hauozi. Kadiri utakavyokaa kaburini ukae tu, huu mfupa hauozi. Mfupa huu mwanadamu akishafika balaghi, kazi yake ya kwanza mfupa huu ni kurekodi maneno yote utakayoyasema kinywani, yawe ya kheri au ya shari, yanarekodiwa pale, yanakaa na hayatoki mpaka kesho ya Kiyama. Mfupa huu kazi yake ya pili ni kubakisha kivuli cha mwanadamu atakapokuwa kwenye mgongo wa ardhi. Kokote atakakokwenda kivuli kinabakishwa. Tendo lolote atakalotenda yule mwanadamu kivuli kinabakia, hakiondoki mpaka kesho ya Kiyama. Kivuli hiki ardhi itakipeleka kwenye mahakama ya Mola, kwenda kumuonyesha mwanadamu yale aliyoyafanya alipokuwa katika mgongo wa ardhi. Hatodhulumiwa mtu kwa kubwa wala dogo. Ushahidi utapelekwa kwenye mahakama. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Siku hiyo ardhi itaeleza habari zote alizozitenda mwanadamu
alipokuwa katika mgongo wa ardhi, bi anna rabbaka au halaha, hakika Mola wako ataiambia ardhi muonyeshe. Imetumika fi'li ya auha, ni kitu kilichofichwa sasa kinatakiwa kifichuliwe. Mwanadamu akionyeshwa kile kivuli chake alipokuwa kwenye mgongo wa ardhi, yale yote aliyoyatenda, mwanadamu mwenyewe atasema mahalaha, ataogopa kwamba leo ardhi inamuumbua. Watukufu wa Islam, kivuli hiki sasa hivi wanasayansi wanakipata. Wamevumbua kamera inaitwa 3D X-ray katika teknolojia ya hologram. Tuliokuja hapa kwenye darasa sote tuondoke, msikiti ufungwe, twende majumbani kwetu. Wakija na ile 3D X-ray katika teknolojia ya hologram, wakiiweka hapa, wakipiga picha hapa, wote tutaonekana. Na sio kwamba tunaonekana kwenye skrini kama vile unavyoangalia TV watu unawaona kwenye kioo. La, utaonekana hivi tulivyokaa, tutaonekana kwa kutumia 3D X-ray. Kile kivuli wanakipata sasa hivi. Na kama kulikuwa na mtu anatafutwa, watamuona. Alikuwepo, aliswali hapa, alikuwepo kwenye darasa. Alipotoka hapa akaelekea wapi, watapiga picha milango yote miwili kwa kutumia ile 3D X-ray. Wataona alitokea mlango huu, watapita kupiga picha mpaka uliko, watakukuta, wanakuona, watakukamata. Hilo jambo linafanyika. Yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itaeleza habari zote alizozifanya mwanadamu katika mgongo wa ardhi. Bi anna rabbaka au halaha, hakika Mola ataiambia ardhi muonyeshe. Na mwanadamu mwenyewe akionyeshwa malaha, ataogopa. Watu wamefika hapo sasa hivi kwenye dunia, watu wanaendesha dunia kwa kitabu hiki. Sisi wenyewe tumekaa tunagombana tu, tunabughudhiana tu, hatupendani, na sisi sote ni Waislamu. Ajabu. Mheshimiwa Mufti Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana alisema sisi tuonyeshe faida ya magomvi yetu, kwamba ugomvi wa mwaka fulani ule ndio tumepata televisheni, ugomvi wa mwaka fulani ule ndio tumepata radio hii, ugomvi wa mwaka fulani ule tumepata chuo kikuu hiki. Faida yake iko wapi? Waislamu tuungane, tupendane, tuwe kitu kimoja. Mola wetu ni mmoja, kitabu chetu ni kimoja, mtume wetu ni mmoja, kibla chetu ni kimoja, umma wetu ni mmoja. Watu wanaendesha dunia kwa kitabu hiki, tafiti wanazifanya. Kile kivuli kile leo watu wanakipata kwa kutumia 3D X-ray katika teknolojia ya hologram. Kile kivuli kinaweza kubakishwa vipi na ardhi? Sasa pale ndio kwenye ufundi, pale ndio kwenye uhandisi. Inawezekana vipi mwanadamu akitembea, akifanya tendo lolote, kivuli kinabakishwa? Ufundi upo ndani ya ule udongo, ule udongo uliotumika, ule udongo wa sulala, ufundi uko mule. Na bado anaendelea tena kuumbwa kutokana na udongo ule wa sulala, kwa njia ya mazazi ya yale maji ya uzazi. Ule ni udongo vile vile, ufundi uko pale. Katika hii ardhi tunayotembea juu yake kuna kitu kinachoitwa atom. Hii nini sasa nazungumza? Hii physics. Atom Qur'ani ndio imeitaja kwa jina la dharra. Ni kitu kilichokuwa kidogo ambacho kikichukuliwa kikiwekwa mkononi pako hapo huwezi ukakiona kwa macho. Ni kama
punje ya vumbi. Hii ndiyo atom. Qur'ani imetaja kwa jina la dharra. Wakaja wakagundua kwamba ndani ya kitu hicho kilichokuwa kidogo, hiyo atom yenyewe kwanza nayo pia imetengenezwa kwa vitu vilivyokuwa vidogo vidogo sana. Hicho kitu kilichokuwa kidogo namna hicho nacho pia kimetengenezwa kwa vitu vilivyokuwa vidogo vidogo sana, vikaungana ndio ikapatikana hiyo atom. Wakaja wakagundua pia ndani ya ile atom kuna kitu kingine kilichokuwa kidogo, wakakiita electrons. Alafu wakagundua kwamba ndani ya ile atom ambayo imebeba ile electrons kuna kitu kingine tena kilichokuwa kidogo kiko ndani yake, wakakiita proton. Wakaja wakagundua tena kwamba kuna kitu kingine kilichokuwa kidogo, wakakiita neutron. Wakaja wakagundua tena kwamba kuna kitu kilichokuwa kidogo kingine, wakakiita nuclear. Sasa kikiwa kitu chenyewe kilichobeba vitu hivyo vyote, kile chenyewe kile hata kikiwekwa kwenye mkono wako, kwenye kiganja, huwezi kukiona kwa macho yako. Je, hivyo vilivyokuwa ndani? Wakaja wakaleta kibri, wakauliza, Mungu wa Qur'ani alijua hii habari hii? Anajua? Na kama anajua, wapi aliposema ndani ya kitabu chake? Kwa kuwa atomu hiyo imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ameieleza ndani ya kitabu chake, na pia ameeleza vile vyote vilivyomo ndani ya ile atom. Katika Qur'ani sura ya 10, surati Yunus aya 61, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama ya'zubu an rabbika min mithqali min dharratin fil ardi wala fis samaa wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin. Hapa ameeleza hakifichikani kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote kilichokuwa kidogo. Dharra ndio atom hiyo. Kitu hicho kiwepo ardhini au kiwepo mbinguni, kitu hicho kiwe na kitu kilichokuwa kidogo kuliko kitu kilichokuwa kidogo au kilichokuwa kikubwa, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kila kitu tumekibainisha ndani ya kitabu chetu. Wakaambiwa hii hapa. Sasa maajabu ya katika atom, mwanga wa jua unapopiga ardhini, unapokuja ukipiga kwenye mchanga, ile electrons ndani ya atom hiyo, ndani ya dharra, inahama inakwenda kule ndani kwenye njia nyingine. Inaposema ile electrons irudi tena kwenye njia yake, inatengeneza umeme, inautoa nje kutoka ndani ya ile atom, unatolewa nje. Ule umeme uliotengenezwa hapo, uliotolewa nje, unapokuja tena kuungana na mwanga wa jua, kiumbe mwenye kiungo kinachoitwa jicho akiuzoa ule mwanga, ndio jicho linaona. Ndiyo maana ukiwa ndani ya tumbo la mama yako, pamoja na kwamba macho unayo, huoni, kwa sababu mwanga wa jua haufiki kule mpaka uzaliwe uje kwenye mgongo wa ardhi. Katika mwili wa mwanadamu kuna umeme unaitwa static current electricity katika mwili. Umeme huu unapatikana vipi? Chakula unachokula kinachujwa, kikishachujwa kinachukuliwa kile kilichochujwa kinaingizwa katika mitochondria. Unapokuja kuvuta oxygen, ile oxygen inakwenda kuunguza kile ulichokula, inapatikana nishati pale na inapatikana carbon dioxide, kuonyesha kuna kitu kilichomo hapa.
ile carbon dioxide inatolewa nje, haitakiwi. Ile energy iliyopatikana pale, ile nishati iliyopatikana pale, ile nguvu ndio inachukuliwa, inakwenda kuingizwa kwenye mikondo ya mishipa ya damu. Harakati za mwili sasa ndio zinaendelea, ndio ukaweza kuona, kusikia, kutembea. Kwa hiyo mwili wa mwanadamu una nguvu za kinishati za kiumeme. Dongo hilo, ufundi uko katika lile dongo. Sasa mwanadamu anapotembea juu ya mgongo wa ardhi, ule umeme uliozalishwa ndani ya mwili wake na ule umeme unaozalishwa na ardhi kupitia atom, unapotembea vikiungana, ndio kivuli kinabakishwa. Hii ni physics. Ukifanya tendo lolote lile, kivuli kinatengenezwa. Ametengenezwa katika sayansi ya hali ya juu kabisa yule mwanadamu, ili kudhibiti mambo yake yote. Yauma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir. Hawezi kumkimbia Mola wake, kila kitu chake kimedhibitiwa. Na ndio maana atakapoonyeshwa na ile ardhi, mwanadamu mwenyewe maana ataogopa. Ina nini leo ardhi? Mbona halikubakishwa dogo wala kubwa? Ametengenezwa katika sayansi ya hali ya juu kabisa. Ufundi uko ndani ya ule udongo unaitwa sulala, na yale maji ya uzazi yanayoitwa sulala, ufundi uko pale. Sasa pale vile vile katika ile electrons ndani ya proton, ndani ya ile atom, electrons, kuna proton, kuna neutron, afu kuna nuclear. Nuclear inakuwa haizunguki, lakini electrons na proton zinazunguka, kuizunguka nuclear kulia kwenda kushoto. Ile nuclear inakuwa mithili ya Al-Kaaba kule Maka. Ile Al-Kaaba haizunguki. Sasa hapa electrons na proton zinazunguka, kuizunguka nuclear kwa mwendo wa kilomita 300,000 kwa sekunde. Na pale kuna kuwa na negative na positive, dume na jike. Ibada ya tawafu pale inafanyika, nuclear inakuwa mithili ya Al-Kaaba kule Maka, haizunguki. Electrons na proton zinaizunguka ile nuclear kulia kwenda kushoto. Pale kuna negative na positive, panazalishwa umeme. Katika sura ya 69 Al-Haqa aya ya 38 mpaka 39, Mwenyezi Mungu akasema fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna. Anaapa Mwenyezi Mungu kwa vinavyoonekana na visivyoonekana. Ukiuliza visivyoonekana ni nini, utasema Allah mwenyewe, pepo, moto, malaika, lauhin mahfudhi. Umejibu vyema, lakini aya hapa imesema kuona. Kilichotajwa hapa ni kuona. Ndipo walipokuja kugundua watu wa physics kwamba kuna visible light na kuna invisible light. Hapa kilichotajwa hapa ni visible light, kwamba kuna mwanga unaonekana kwa jicho na kuna mwanga usioonekana kwa jicho. Kwa hiyo hapa kuna umeme unazalishwa ambao hauonekani kwa macho mpaka kwa vipimo maalum. Umeme huu, moja katika kazi yake ni kukibakisha kivuli cha mwanadamu kwenye mgongo wa ardhi, na kinakuwa hakiondoki kile kivuli katika mgongo wa ardhi mpaka kitasimama kiyama, kwa sababu ardhi itatakiwa kile kivuli kikipeleke kwenye mahakama ya Mola, akaonyeshwe yule mwanadamu. Hii ni nini? Physics. Ni lazima watoto wetu wasome hisabati, wajue geography, physics, chemistry, biology, history. Ni lazima wawe mabalozi wazuri wa kuieleza ile Qur'ani. Nikienda kule kwenye vyuo vikuu nikifanya mihadhara, wale wasiokuwa Waislamu wananambia, shekhe, hivi haya yote tunayosoma sisi hapa, kumbe yote yamesemwa kwenye Qur'ani. Kumbe yote ni Qur'ani tu. Haya yote tunayosoma hapa, yote ni Qur'ani tu.
yote ni Uislamu tu, yote ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kwa leo tusimame hapa, bado hatujauchambua ule udongo wa sulala, kwa sababu vitu vyote hivi ni sulala. Simu ni udongo wa sulala, gari ni udongo wa sulala, televisheni ni udongo wa sulala, masatellite hayo, madege, matrekta, kila kitu anachokitengeneza mwanadamu ni udongo. Lakini udongo wenyewe ni udongo gani? Ni udongo wa sulala. Clay soil ndio uliotumika kutengeneza vitu vyote hivi. Hapa wasiokuwa Waislamu ndipo walipoweza kuielewa Qur'ani na wakaifanyia kazi kuhusu ule udongo wa sulala. Ni udongo maalum unaopatikana ndani ya udongo wenye nguvu fulani ya kuweza udongo ule kikatengenezwa kitu fulani kikafanya kazi fulani, kama alivyokuwa yeye mwenyewe mwanadamu. Ni dongo, linaona, linasikia, linatembea. Hapa ndio kwenye ilmu hapa sasa. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min da'wati la tastajaba laha. Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma anzurna wa anta khairun nadhirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. اللهم ارزقنا رزقا حلالا ورزقا واسعا ورزقا طيبا ورزقا كريم، واكثر كثير البركات في رزقنا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.